SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Serikali ya awamu ya 8 imeamua kuweka mazingira rafiki ya kuweza kuhakikisha tatizo la umeme linatatuliwa katika visiwa vya Zanzibar. Hayo yameelezwa na Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa John Joseph Kilangi, wakati alipokuwa katika ziara kukagua maboresho ya kituo cha kupozea umeme unaotoka Tanzania bara. Aidha, katibu huyo amesema lengo la kufanya ziara hiyo ni kuona jinsi gani utendaji wa kazi unafanyika katika miradi hiyo na kuhakikisha utekelezaji wake unafanyika katika muda uliopangwa. Zanzibar sasa hivi tumekuwa na changamoto ya umeme kwa miaka mingi, lakini serikali hasa katika awamu hii ya 8 imeweka mazingira rafiki kuhakikisha kwamba hivi tatizo la umeme tunalitatua kwa njia mbalimbali. Na ndio maana nikaamua leo kupita sasa kwenye hayo maeneo ambayo tumekusudia. La mwanzo, katika ziara yangu nimeanzia Mtoni. Mtoni ni kituo cha kupokelea umeme kutoka Tanzania bara, ambapo laini zetu mbili, waya zetu mbili kubwa zimezotoka Dar es Salaam zinafikia pale kwa ajili ya kupozewa na kuanza kusambazwa. Lakini kama mtakumbuka waandishi wa habari na wananchi kwa jumla, ni kwamba kwa nyakati kadhaa tumekuwa na tatizo la umeme mdogo kwa upande wa Zanzibar, hali ambayo imesababisha baadhi ya hoteli kutumia majenereta kwa muda mrefu. Serikali ya awamu ya 8 chini ya Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi alikuja na maelekezo ya kubadilisha mfumo wa umeme kwa kutafuta njia ya kuimprove kiasi kwamba mahoteli, wananchi wapate umeme unaostahiki. Ndipo tulipokuja na mradi huu tunaita mradi wa kustabilize grid, kwa maana kustabilize power ya umeme, na tukawashirikisha wenzetu kutoka Marekani, ni wa Tanzania wa Marekani walioko kule Marekani, kampuni ya Novavis. Tukawashirikisha na wakaja design nzuri ya kuweza kuondokana tatizo hili. Sasa hivi tuna mwaka mmoja na miezi miwili toka mradi uanze, na leo hii nilienda kuangalia ufungaji wa Statcom. Statcom ni mashine moja muhimu sana ambayo hata Tanzania bara hawana. Sisi ndio tutakuwa tu wa mwanzo kuiweka. Lakini pale kuna transformer moja kubwa sana ya 50 MVA ambayo inasaidiana Statcom na kuchukua umeme na kuweza kuupoza na kusambaza ukiwa katika kiwango cha hali ya juu, ili sasa mwananchi na mtu yote atakayekuwa anatumia umeme asipate tatizo la umeme mdogo. Kwa maana hiyo, pamoja na kufunga kwa Statcom, lakini pili tumekuwa tunafunga voltage regulator Unguja na Pemba. Tumefunga voltage regulator karibu vituo kwa Unguja karibu vituo 11, lakini na Pemba kuna vituo karibu 3. Hatujaishia hapo, tumefunga pia capacitor bank. Capacitor bank jumla yake ziko 36 Unguja na Pemba. Na zote hizi tasaidia kuboost, kuongeza nguvu za umeme kiasi kwamba umeme kwa vile unatoka Mtoni kuja Matemwe kama hapa tulipo ama Makunduchi tulikotoka ni mbali. Lazima umeme uongezwe nguvu, kwa vile njiani umeme kawaida unakuwa unapotea, ama kwa sababu ya miti, ama kwa sababu ya udogo ama ukubwa wa waya conductor tunazotumia, ama kwa sababu nyingine yote ile na wingi wa watumiaji katikati. Kwa hiyo capacitor bank, voltage regulator zinasaidia kusukuma umeme juu. Lakini kinachosaidia zaidi ni hii Statcom ambayo tumefunga pale Mtoni. Na kwa mazingira hayo Statcom pia itatusaidia hata kurekebisha laini zetu mbili za umeme kutoka Tanzania bara, ambao tuna submarine cable moja ya 100 MW, lakini tuna submarine cable ya zamani ya 45 ambayo sasa imekuwa ikichukua mpaka 32 MW. Pia katibu huyo ametembelea ujenzi wa vituo vya umeme wa jua vinavyojengwa Makunduchi na Matemwe. Makunduchi ambako tunategemea kuweka solar plant, umeme wa kuzalisha kwa kutumia jua, ambapo pale sasa tutategemea kuzalisha megawati 18 kwa njia ya jua. Nimefika kwenye kituo pale, ambapo pia kule Makunduchi tutakuwa na eneo kwa ajili ya solar kwa maana PV, lakini pia kutakuwa na kituo kingine kwa ajili ya kujenga kituo cha umeme cha kupozea, ambapo mnakumbuka kabisa kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sisi Zanzibar tumepata mkopo. Kwa upande wa Zanzibar tuna karibu dola 142 ambazo ziko katika mradi mmoja tunaita mradi wa Zesta, ambapo utakuwa na maeneo karibu 3 makubwa. Kwanza ni kujenga laini
ya 132 kV ambayo tutaitolea pale tulipotoka Welezo. Kama mtakumbuka tumepita Welezo, na laini ile itakuja paka Dunga, Ubago, itagawanyika matawi mawili. Moja itakuja Matemwe hapa tulipo sasa hivi, na nyingine itaenda zake Makunduchi kule tulikotoka. Laini ile itakuwa na mkondo wa wa kV 132 ambao sasa itakokuja Matemwe itakuja mpaka hapa. Hapa tunajenga kituo kikubwa cha umeme cha kupozea. Na lengo kubwa la kujenga kituo cha hapa Matemwe ambacho kinafanana na cha Makunduchi ni kwamba wale wote watumiaji wa umeme ambao walikuwa kipata umeme kwa kupitia kituo cha Mtoni sasa watapata umeme kwa kupitia kituo cha Matemwe. Kwa hiyo tutakipunguzia mzigo kituo chetu cha Mtoni. Na kwa hiyo kituo cha Mtoni kitatumika zaidi kwa watu wa mjini Magharibi na vitongoji vyake. Lakini huku mahotelini Matemwe watatumia kituo hiki. Kwa upande wake mhandisi Maulid Shirazi Hassan ambaye pia ni meneja katika mradi wa Zesta ameeleza namna ya miradi hiyo inavyoendelea na lengo lao la kuweza kutimiza kwa wakati. Kwa ujumla progress inaendelea vizuri kama mlivyoiona kwamba kazi zinaendelea kwa sababu kandarasi tayari sasa hivi wako kazini. Isipokuwa sasa hivi kunachohitajika ni kwamba kuongeza speed. Nafikiri hicho ndio anachosisitiza Mheshimiwa Katibu Mkuu. Kwa hivyo nasia kama timu ya usimamizi wa mradi, kwa hivyo tunahakikisha kwamba mradi huu tunaongeza equipment ili kwamba umalizike kwa wakati. Kwa mujibu wa plani kwamba utamalizika kwa wakati, lakini kwa mujibu wa maelekezo ya katibu kwamba uwe chini zaidi. Ndio maana kwa nasisitiza kwamba vitu viwe vinaongezeka zaidi equipment. Kwa hivyo sisi tutakaa na wakandarasi pamoja na subcontractor kuona kwamba hichi kitu kinafanyika kwa haraka sana, kuona kwamba tunaingiza vifaa zaidi na kuongeza muda kufanya kazi. Kwa sababu inawezekana kuongeza, lakini vile vile tusisahau ubora wa kazi. Nafikiri hichi ni kitu muhimu, na ndio maana hata wale wakandarasi walikuwa wanazungumza kwamba sisi tunataka tufanye kazi kwa ubora. Na ndio maana wakaona kwamba tunataka tufanye kila stage kwamba wanaona kwamba ile inafanyika ule ubora wenyewe. Na wenyewe tumeshuhudia kwamba kwetu tulipofika hapa tumeona hata ZBS wapo wanatazama ule ubora wa hii kazi. Kwa hivyo speed inatakiwa, lakini kitu muhimu ni ubora wa kazi. Sio kwa tunafanya kazi baada ya miaka 5 kile kitu kimeharibika. Kwa hivyo maana itakuwa na ile kazi yote ulifanya nyuma kwa haina maana. Kwa hivyo tunataka kufanya kazi ambayo ina ubora lakini kwa speed. Na hivyo hicho ndio kitu ambacho kimesisitizwa sana na Mheshimiwa Katibu. Kwa hivyo na sisi tutajitahidi kwamba tuongeze vifaa hata kama muda tutafanya usiku, lakini kwamba tufanye chini ya pale ambapo tumeweka. Kwa sababu subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.